Na mtazamaji wa Mtoro Online TV, nikukaribishe sana kwenye Na Nje Manga na Nje Pwani, tukiwa katika msimu wetu wa 3. Na leo kwa upekee kabisa tumeweza kumtembelea Mama Faisal hapa Mbamba Coffee. Kama unakumbukumbu mwaka jana tuliweza kuzungumza naye kupitia Mtoro Online TV kwenye mwezi wa 12 bila shaka. Na changamoto kubwa ambayo alikuwa nayo ni mtoto wake kuwa na saratani ya ngozi. Lakini kwa upekee kabisa wadau mbalimbali waliweza kujitolea na hatimaye leo tunamuona mtoto Faisal akiwa katika hali ya kuimarika. Lakini tungependa kujua ni hatua zipi ambazo walizipitia mpaka kufikia hivi leo. Karibu sana uweze kuungana nami. Langu jina ni Amina Ali. Hii ni Na Nje Manga na Nje Pwani, nikusihi sana usiondoke. Asante sana. Kwa jina naitwa Mama Faisal Hamisi Muhammad. Kama mnakumbukumbu tarehe 12 mwezi wa 12 nilionekana kwenye Mtwara Online TV kwa support kubwa. Nikashukuru sana, nikaonekana humo, nikakumbukwa na mkuu wa wilaya, kanipa support kubwa pamoja na wadau wote pamoja na halmashauri ya mji na Nyamba, ilinipa msaada mkubwa sana kutokana na changamoto wanazo kupitia kwa mtoto wangu Faisal Hamisi Muhammad ambaye ana saratani ya ngozi. Nashukuru sana kupitia msaada nilioupata. Nilikuwa na changamoto, lakini baada ya kwenda kule hospitali Muhimbili, nashukuru madaktari walinipokea vizuri, walinihudumia vizuri mpaka mtoto wangu akakaa sawa kama mnavyomuona. Na nadhani mlimuona mara ya kwanza alivyokawa na mpaka hatua hii aliyofikia, naona kama mnavyomuona bado anaendelea vizuri. Nashukuru sana, muendelee kunipa support kubwa kwa sababu bado mambo ni mabichi. Natarajia kwenda tena tarehe 27 mwezi wa 6. Kwa ningependa mnipe support nyingine nipate nauli ya kwenda kuhudhuria kliniki kwa mara ya pili. Na bado changamoto kama mnavyoniona, maisha ni duni bado kwa sababu tulikuwa hatuna muda wa kukaa nyumbani wa kulima. Kwa hiyo bado tunaanza maisha upya kama mnavyotuona kuhusu chakula nini, tunakuwa kama wageni. Ningeomba mnipe support kubwa kama mlivyonipa mara ya kwanza. Ningependa msinisahau sana. Na nashukuru sana, mnishike mkono. Na pia nashukuru sana wadau, msininyenyekee kusema mbona sasa hivi amepona tumwache. Hapana, bado mambo bado kabisa, lakini nashukuru kupitia hapa bado mwanangu anaendelea vizuri. Nina furaha kubwa sana kumuona mtoto wangu sasa hivi alivyokaa vizuri. Nina furaha kubwa, anakula, anacheza, analala vizuri, hali yani sasa hivi anajimwaya mwaya. Nashukuru sana, asanteni. Eti Faisal unajimwaya mwaya mama anasema. Na kweli kama mnavyomuona wadau wa Nje Manga na Nje Pwani, Faisal mwenyewe ana enjoy zake, anajimwaya mwaya. Na tukimzungumzia Faisal, hii hali labda ilimuanza akiwa na umri gani? Faisal alianza wakati ana miezi 3. Alianza na macho alienda kwa muda mrefu, lakini nikapambana kwenye hospitali Ligula wapi nimefika. Baada ya kumpima kagundulika na allergy ya macho. Lakini kwa baadaye macho yalienda yakakaa vizuri, akaanza kubadilika uso na akaanza kubadilika rangi, akawa mweusi kwa sababu alikuwa mweupe sana, lakini akabadilika ghafla akawa mweusi. Baada ya kubadilika kuwa mweusi akaanza kuota vidoti vyeusi. Vile vidoti nikajua labda ni vipele. Lakini kadri nilivyokuwa naenda hospitali nikipewa dawa, nikimpaka bado vinaendelea kukua. Baada ya kukua vikaenea kichwa kizima, usoni kama mnavyomuona. Lakini baada ya kwenda hospitali Mitengo, baada ya kumpima nikaambia mtoto wangu ana saratani ya ngozi na huko hamna dawa iko Muhimbili. Pale ndo nikapewa msaada mkubwa wa kwenda Muhimbili. Kwa ningeomba wanajamii msikate tamaa, mkimuona mtoto yuko hali hii, msiseme kwamba mtoto wangu huyu ndo basi tena hatapona. Hapana. Endelea kuomba Mungu, wapo watu watawasaidia kama mnavyoniona mimi. Nimepata mchango mkubwa sana kwa kunisaidia. Bado mtoto wangu anaendelea vizuri. Maana nilishakata tamaa kwamba mtoto wangu hatapona tena, lakini kwa sasa hivi nina imani nitalima, nitafanya biashara ndogo ndogo kutokana na hali ya mwanangu ilivyokaa. Asante sana. Na mdau wa Na Nje Manga na Nje Pwani, mimi bado sijamaliza. Nataka nimsikilize pia na Baba Faisal naye kwa upande wake. Naye pia ana la kusema. Baba Faisal, karibu sana. Asante. Nawashukuru sana. Mimi na kigumizi. Haina shida. Nashukuru sana wadau kwa kunisupport. Mtoto wangu kumpeleka Muhimbili. Nashukuru Mama Mbula. Nashukuru mkuu wa mkoa. Nashukuru mkuu wa wilaya na wadau wote wa Tanzania, washukuru sana kwa kutusaidia. Mtoto wangu sasa hivi nashukuru ajambo, tunacheza naye na anakula tu vizuri. Sauti. Haya, tuanze tena.
Na kwa upande wako ukiwa kama baba unajisikiaje kuona leo hali ya mtoto imeimarika tofauti na mwanzo? Nashukuru sana, sasa hivi mtoto wangu anacheza vizuri sana. Yaani hata watoto wenzake wanakuja kuongea na Faisal. Nashukuru sana, afya yake sasa hivi ipo vizuri. Tofauti na wanaume wengine au kina baba wengine tulozoea kuona inapojitokeza aidha mtoto ana changamoto ya jambo fulani, mtu anakimbia majukumu, lakini wewe kwako imekuwa tofauti. Kwa nini bado umeendelea kumsupport mkeo na mtoto kwenye ile hali mpaka kufikia hivi leo? Yaani inakuwa tu mitihani tu. Yaani ikitokea mitihani bidi upambane nayo. Usikimbie majukumu. Na watoto wote ni sawa. Na watoto wote ni sawa ndio. Labda ukikaa ukitafakari kuhusu Faisal, malengo yake huko mbele, future yake, tuseme labda kwenye elimu, ni lipi ambalo labda unalitamani kuona likiendelea kwa mtoto? Mtoto wangu katika elimu, huyu hapo mwenyewe, huyu mtoto wangu namshukuru sana kwanza, yani mwenyewe ni mcheshi sana, na katika elimu mwenyewe anapenda sana asome. Sasa hata sasa hivi akiamka asubuhi anataka tu akimbie shule na dada zake aende shule. Sasa muda wenyewe kumpeleka shule bado sana. Changamoto kubwa sana. Inabidi hata kama akienda shule inabidi tumtafute mlinzi amlinde kule, na wakati kule tumfuate, wakati tumpeleke tena hospitali shuleni kule kule. Ndio changamoto yake. Na wito wako kwa jamii labda ni upi kupitia Mtwara Online TV? Leo watu mbalimbali wanakutazama, lakini pia wadau waloweza kuwasupport. Nawashukuru sana wadau wote. Yaani waendelee kutusupport sana. Na mambo bado so hapo unavyosikia hapo inabeteshana ngapi tuendelea Muhimbili tena. Kwa ni kliniki endelevu. Kliniki endelevu tu. Mda wananchi Manga na nchi, kwani bila shaka umeweza kumsikia na baba Faisal, na nakwambia anachoshukuru zaidi ni kuona mtoto wake akiendelea kuchangamka. Eti Fei, kaka Fei, Itikia. Itikia. wadau sasa wanataka wakuone pale, wanaokutazama kupitia Mtwara Online TV, unawaambia nini? Waambie basi nimepona, si mnaniona? Nimepona. Au waambie naendelea vizuri. Faisal bwana ana mapozi, yeye anaona gaibu, hataki mumtazame sana. Mimi sina la ziada hadi hapo wakati mwingine tena, bila kusahau hii ni Nanji Manga na Nji Pwani season 3. Usiondoke, naendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii @Mtwara Online TV. Ciao.